Shalom mtu upendwaye sana na Mungu. Hakika hii ni siku nyingine nzuri njema ambayo Mungu muumba mbingu na nchi ametupatia. Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema. Ni Mungu anayekuwazia wewe mambo mazuri. Yeye anafurahishwa na kufanikiwa kwako. Anapenda kukuona ukiwa unastawi, anapenda kukuona ukiwa na afya nzuri. Na ndio maana anatufundisha neno lake ili tujue ni nini ulio wajibu wake katika kumruhusu yeye kutekeleza makusudio yake mazuri juu ya maisha yetu. Na kwangu mimi hii ni heshima kubwa sana kuweza kuleta kwako ni nini ulio wajibu wako, nini ambacho Mungu anataka wewe usimamie ili umruhusu yeye kutekeleza mpango wake mzuri juu ya maisha yako. Neno linasema katika kitabu cha Warumi sura ya 4, tutaanzia mstari wa 18 mpaka wa 21. Neno linasema, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Maandiko yanaongelea kuhusu baba Ibrahimu. Mstari wa 19 anaendelea, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu haweza kufanya yale aliyoahidi. Maandiko yanatuonyesha kuhusu safari ya imani ya baba Ibrahimu. Neno linatuambia ya kwamba baba yetu Ibrahimu alipoitwa na Mungu kutoka uhuru wa Kaldayo, Mungu alimpa ahadi ya kwamba Ibrahimu, siku moja nitakufanya wewe kuwa baba wa mataifa mengi. Na kama sijakosea, alikuwa na umri wa karibu miaka 75 kipindi anaitwa, na akatembea na Mungu kwa muda wa miaka 20, na bado alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Japokuwa ile ahadi ilikuwa haijawa dhahiri kwake, hajapata hata mtoto mmoja, lakini bado aliendelea kushikilia ahadi ya Mungu, aliendelea kuliamini neno la Mungu. Na neno linasema japokuwa umri wake ulionekana umekwenda, kwa sababu alikuwa amekwisha kukaribia miaka 100, lakini hakusita kwa kutokuamini, bali aliendelea kumwamini Mungu. Jambo hili linatukumbusha kuhusu sisi nasi. Muda mwingine kuna ahadi mbalimbali za Mungu ambazo tumezisikia juu ya maisha yetu. Inawezekana ni ahadi ya kupata ndoa, au inawezekana ni ahadi ya kupata mtoto. Inawezekana ikawa ni ahadi ya afya kurejeshwa. Inawezekana ikawa ni ahadi moja au nyingine. Na yamkini toka uliposikia ile ahadi mpaka sasa hivi muda umepita, bado mambo hayajawa vile yanavyotakiwa kuwa. Neno la Mungu linatukumbusha kuwa tuendelee kubaki katika imani. Lugha nyingine tunasema usizime swichi ya imani, iache iwe on. Endelea kukaa katika imani, endelea kumwamini Mungu, kwa sababu yeye anajua ni muda gani ulio sahihi alete majibu kwako. Maandiko yanatuonyesha baba Ibrahimu kutoka miaka 75 alipoitwa na Mungu, alikuja kupata mtoto akiwa na miaka 100. Miaka 25 kutembea na Mungu ndio akapata mtoto. Sasa kwetu sisi ni muda mrefu sana ukipima, lakini Mungu alikuwa anajua ni nini anafanya. Wakati uliofika, wakati ambapo Mungu alikuwa amekusudia ulipofika, alimkuta Ibrahimu bado yupo katika imani, na sasa akamwambia, kwa sababu bado upo katika imani, nitakupa ahadi niliyokuahidi mwanzoni. Mimi sijui ni jambo gani ambalo Mungu aliahidi juu ya maisha yako. Yamkini ni kuhusiana uhuduma yako, au ni kuhusiana na ndoa yako. Inawezekana ni kuhusiana na biashara, au kuhusiana na afya. Bado nataka nikupe himizo hili ya kwamba baki katika kumwamini Mungu. Usitupe imani yako. Endelea kumwamini Mungu. Usiangalie mazingira yako, usiangalie changamoto zako. Wewe endelea kumwamini Mungu, maana muda usiodhania yeye atakuja na atakupatia haja ya moyo wako. Kama umebarikiwa na somo hili, basi nataka nikushirikishe maombi haya ya ukiri. Ni maombi ya pamoja. Tafadhali sema nyuma yangu. Haleluya. Ninaliamini neno lako, Baba yangu wa mbinguni, maana kwa neno hili mimi ninapokea yote niliyoahidiwa. Hakika kwa wakati wako ninajua hata hili ninalopitia litapata ufumbuzi. Amen.